Tunashukuru Mungu, ndio mpira, lakini zaidi tunasema tunashukuru Mungu, lakini pia TFF au chama cha mpira kiangalie kilichofanyika uwanjani. Nafikiri watu wote wameona. Sisi tumesikitika, si kwa matokeo, hata kama tungefungwa, lakini ule uhalali wa mechi, mimi binafsi kama mpenzi na mwanachama wa Coastal nasema referee hajatutendea haki. Angechezesha fair na kila mtu apate kile anachostahili. Kwa hiyo sisi tumehuzunika, mchezaji wetu kapigwa mpaka ngumi, anatoa yellow card kwamba alikuwa anafurahia yale ambayo alikuwa anafanya. Kwa hiyo tumesikitika, na Coastal Union tutapambana mpaka tunapofikia mwisho. Kocha wa Mtibwa Sugar alisema kwamba kama inafikia hatua mnapata penalty 2 na mwamuzi azioni na mpo katika mazingira ya nyumbani, akasema pengine kuna tatizo ambalo linaanzia ndani ya uongozi wa klabu ya Coastal Union. Unakubaliana na hicho ambacho kocha wa Mtibwa alichokizungumza? Ya ndani yanabaki kuwa ndani, viongozi wao tu tuko nao imara na tunafanya kazi kama hapa. Ni kila mtu ana nafasi yake kwenye Coastal Union na siamini kwenye uongozi, isipokuwa kama mnakumbuka ndani ya Mtibwa kuna Coast na yuko na nafasi ya juu. Kwa hiyo huyo tunasema ndio mwenye tatizo naye, au ndio mwenye anaanzisha hizo chokochoko za ndani ya Coast. Ndani ya Mtibwa kuna mwenye ndani ya Mtibwa kuna mwanachama wa Coast ambaye ana nafasi ya juu. Kwa hiyo huyo labda ndio mkamuulize ana ajenda gani na Coastal Union, kwa sababu kama ashaenda Mtibwa abaki Mtibwa. Tunamheshimu, ni baba yetu, atuachie Coast yetu, tusilete fitna ya mpira. Kila mtu hapa ameona, hakuna ambaye hajaona. Lakini changamoto ni kwamba hii ni mechi ya tatu, si ndio? Mechi ya kwanza katika kuanzia mwezi wa 3 mpaka sasa hivi ni dhidi ya Singida. Nako matatizo ilikuwa ni mwamuzi. Mechi ya pili ni dhidi ya Simba ambao nao mmepoteza. Na hii ni mechi ya tatu. Kwa nini uilalamikie mechi na sio hizo zingine mbili? Kwa sababu kila kitu kimeonekana pale uwanjani. Mnaweza mkao mmeona penalty 4. Mimi ambaye sijui mpira au mwenyewe, penalty 4 kazi kataa. Rahisi tu, lakini mbaya zaidi mtu amepigwa ngumi, ni box alifanyika uwanjani, anatoa yellow card. Kwa hiyo yote ni kiashiria kwamba refa alikuja na ajenda, lakini tunaheshimu, tumepata pointi 1 na Coastal Union itapambana na mwisho wa siku tufike pale ambako tunapataka. Hata kama sio kwenye nafasi 10 bora, lakini to make sure kwamba timu yetu inabaki ligi kuu, tutajipanga kwa ajili ya mwakani. Kwa nafasi ambayo mko nayo mpaka sasa hivi, unahisi msimu huu mnaenda kumaliza kwa aina gani? Matarajio yetu tushuke daraja. Hilo ndio ajenda yetu ya kwanza, afu tunaenda kujipanga kwa ajili ya mwakani. Kwa sababu mpaka dakika hii hatuko kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo tunachokiangalia ajenda sasa hivi tushuke daraja na tumeimarika. Na unaweza kuona hata hamasa ya leo, watu kwa wingi wamekuja, na tunatarajia mechi zote tutakuwa tunajaza uwanja, na tutasafiri na timu yetu ku make sure Coastal Union inabaki kwenye ligi kuu, na mwakani tutaenda kufanya vizuri zaidi kuliko vile wanavyotarajia, na hiyo tutaenda kwa nia ya Mungu. Kama watu wa nje, mmeridhika na usajili ambao umefanyika msimu huu? Swala la usajili kulikuwa na kamati husika na ndio kulikuwa na wataalamu. Kwa hiyo tunaweza tukaheshimu kwa sababu walipewa zamana na kama tendaji. Kwa hiyo swala la usajili kwangu mimi sina zamana nao na sina majibu nayo, kwa sababu ni uongozi, tunauheshimu, umefanya, lakini kwa makali naamini kutakuwa na maboresho. Shukrani sana.